Vyombo vya habari nchini Madagascar vinaripoti kwamba mahakama ya kikatiba ya taifa hilo imethibitisha kuwa Kanali Michael Randrianirina amechukua hatamu ya uongozi wa nchi hiyo. Mahakama hiyo pia imethibitisha kwamba nafasi ya rais wa taifa hilo na rais wa bunge la seneti sasa ziko wazi. Mahakama ilichukua uamuzi huo licha ya kuwa jeshi limesitisha shughuli zake. Awali, bunge lilipiga kura ya kumwondoa rais Andry Rajoelina madarakani baada ya kiongozi huyo kukimbia nchi. Hatua hiyo ilifuatia wiki kadhaa za maandamano dhidi ya serikali yake. Baada ya kuondoka nchini humo, Rais Rajoelina alihutubia taifa kupitia ukurasa wake wa Facebook, akisema kwamba alihofia maisha yake baada ya kitengo cha jeshi cha Kapsat kujiunga na maandamano ya vijana dhidi ya serikali yake. Mapema leo, kabla ya tangazo hilo la mahakama ya kikatiba, mwandishi wetu Sami Awami alifanya mazungumzo ya kipekee na Kanali Michael kuhusu hotuba ya Rajoelina na madai ya njama dhidi ya maisha yake. Kwa maoni yangu, alitoa hotuba hiyo akiwa nje ya nchi. Sidhani hotuba hiyo ina umuhimu wowote ndani ya Madagascar. Haipo. Hatutambui hotuba hiyo. Bas, kuhusu madai ya njama ya kumuua rais, kama ulivyosema, ni madai tu, sio kweli. Hatukupanga. Hatukuwa na mpango wa kugusa hata nywele zake. Kwa nini tufanye hivyo? Jeshi halijaundwa kwa misingi hiyo. Wanajeshi hawajafunzwa kumuua rais. Hiyo ni kazi ya watu waliolipwa. Sasa tuungane na mwandishi wetu Sami Awami, yuko mjini Antananarivo. Awami, taarifa hizi za jeshi kuchukua madaraka zimepokelewaje na hali kwa sasa ikoje Antananarivo? Kwa kweli, baada ya jeshi kutangaza kuwa wamechukua nchi, wakaanza kuzunguka kwenye mitaa hasa ya katikati pale jijini Antananarivo, na kwa kweli walipokelewa kwa shangwe kubwa sana, hasa kutoka kwa vijana. Waendesha pikipiki walipiga honi zao, wengi walikuwa na filimbi, wamepiga filimbi sana. Kwa hivyo kuna watu ambao kwa kweli wameunga mkono hatua hii ya jeshi kuingia. Wapo ambao wana wasiwasi, hawana uhakika kuhusiana na ukurasa unaofuata. Hasa viongozi, kwa mfano hawa waandamanaji hawa wa Gen Z, wanasema wao walitarajia kwamba Rajoelina angeweza kujiuzuru vizuri tu kisiasa, na hasa jana vile alivyokuwa anahutubia katiba. Lakini kwa sababu sasa hakufanya hivyo, basi uamuzi huu wa jeshi kuchukua wanaupokea, lakini kwa shingo upande. Wengine ambao wana support au wanaunga mkono masuala ya demokrasia wanatumaini kwamba sawa, tayari nchi imefika katika hatua hii, lakini wanaona kwamba wana maombi yao ni kwamba huu mchakato huu wa mpito uwe mfupi zaidi, ili kwamba uchaguzi uitwe, basi serikali irudi kuwa serikali ya kidemokrasia. Je, umefanikiwa kuongea na viongozi wengine wa kisiasa na wamesema lolote kuhusiana na hatua hii ya jeshi? Kiongozi, asubuhi ya leo nilizungumza na kiongozi wa upinzani. Ni kiongozi huyu, ni katibu mkuu wa chama kikuu cha upinzani hapa cha TEAM. Kwa kweli tulikuwa hatujui kama wanajeshi watatangaza uamuzi wao huu, lakini alichokisema pia na yeye ni kwamba Rais Rajoelina hajawapa nafasi ya kupeleka mchakato kisiasa. Utakumbuka wakati nazungumza naye asubuhi, alikuwa anasema masaa mawili matatu yajayo tutakwenda bungeni, tutaanzisha mchakato wa kumuondoa rais madarakani kidemokrasia. Lakini kabla hawajafanya hivyo, Rajoelina akawawahi akavunja hilo bunge. Sasa kwa kufanya manuva yote haya, Rajoelina akanikumbusha huyu kiongozi alipokuwa ananiambia kwamba ikiwa Rajoelina hatupi uchaguzi, hatupi nafasi ya kupeleka mchakato wa kidemokrasia, hatuna jinsi basi ni kuruhusu jeshi liingie na lifanye na lichukue nchi sasa kuziba ombwe hili la uongozi nchini. Awami, mpaka sasa tumefanikiwa kujua alipo Rais Rajoelina mwenyewe, na je, ametoa tamko lolote baada ya hatua hii ya jeshi? Bahati mbaya hatujafanikiwa kujua bado yuko wapi. Jana hakutuambia pia yuko wapi. Zimekuwepo tu bado hizi tetesi zimeendelea kuzunguka sana tu. Lakini baada ya jeshi kutangaza hatua hiyo, aliweka kwenye ukurasa wake wa Facebook akasema, wananchi endeleeni kujipa moyo, hawa nini akawaita magaidi, na
amezungumza vitu vingi tu, lakini kwa kweli kama ambavyo nilizungumza na kanali huyo, kanali nilizungumza naye saa 8 mchana, hata nilikuwa sijui kwamba dakika chache au saa moja tu linaofuata kwamba ndo angekuwa kiongozi wa nchi, na yeye alipuuza tu akasema rais anazungumza kutoka nje ya nchi, hatujui hata yuko wapi, mwache aendelee na biashara zake. Kwa hivyo ndio Rajoelina amejibu kwamba hawa wanajeshi wamechukua na hivi na vile, lakini kwa kweli hapa watu wamepuuza tu kile ambacho amekisema. Shukran sana Sami Awami, mwandishi wetu huyo Sami Awami, tukisema naye kutoka Antananarivo, Madagascar. Na mahojiano hayo yanahitimisha taarifa yetu kuu usiku huu.